Sasa kama haujamaliza bado kutuma maombi au haujaanza, unaweza ukatumia muda huu uliobaki kumalizia ishu yako ya kutuma maombi ya mkopo HESLB. Muda bado upo kidogo, kwa hiyo tumia muda huu mdogo uliobaki kumalizia, lakini napendekeza ufollow pages hizi. Moja ni HESLB, 2 ni Tahliso. Hizi ni pages ambazo zitakusaidia sana kukupa updates au taarifa ambazo zinahusu mambo ya mkopo. Kwa hiyo zizingatie au nenda kazifollow. Sasa ukishatuma, napendekeza na shauri uwe mfuatiliaji. Uwe na utaratibu, mfano ya kuingia kwenye ile akaunti yako ya HESLB uliyotuma maombi ya mkopo. Lakini inapendeza ukawa na plan B, mfano kipindi hichi, muda huu kijana anaweza akautumia kujifunza ujuzi unaolipa wowote vile. Mfano labda unaweza ukatumia muda huu ukajifunze ufundi simu au ujuzi wowote, kama labda ufundi bomba, uwe na concept. Hii itakusaidia sana ukishafika chuoni. Kwa hiyo ukiwa na ujuzi wa ziada itakusaidia sana kipindi upo masomoni. Lakini inapendeza pia kwa upande wa wazazi, mzazi atenge kiasi kidogo kwa ajili ya ada, usafiri na mahitaji ya masomo. Hata kama umeomba mkopo, ni vizuri ukawa na plan B. Faida yake ni unakuwa na backup. Mfano umepewa mkopo wa sehemu tu. Sasa kama una backup, ulikuwa umesevu hela yako, unaweza ukatumia hiyo akiba kukamilishia ada. Asante sana, nikutakie kila la kheri.